Kiongozi wa chama cha People's Liberation Party PLP cha nchini Kenya, Martha Karua, amezuiliwa kuingia nchini Tanzania pamoja na watetezi wawili wa haki za binadamu, Gloria Kimani pamoja na Lynn Ngugi. Tukio hilo limetokea asubuhi ya Jumapili ya leo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Kupitia ujumbe alioweka kwenye mitandao ya kijamii, Karua amesema walizuiliwa mara baada ya kutua nchini saa 3 asubuhi na baadaye kuwekwa katika hali ya kusubiri kurejeshwa nchini Kenya. Nimezuiwa kuingia Tanzania na sasa niko katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Nyerere pamoja na wenzangu wawili tukisubiri kurejeshwa nyumbani, ameandika Karua. Watatu hao walikuwa wamealikwa na Jumuiya ya Wanasheria wa Afrika Mashariki, East Africa Law Society, kwa shughuli rasmi ikiwa ni pamoja na kushuhudia kesi inayomkabili Tundu Lissu. Kwa mujibu wa Karua, mara baada ya kufika uwanjani, afisa wa uhamiaji alichukua pasipoti yake na kumwelekeza kwa msimamizi wa uhamiaji. Msimamizi huyo alimshikilia kwa zaidi ya saa moja akidai kuwa alikuwa anawasiliana na wakubwa wake kabla ya kutoa agizo la kumnyima ruhusa kuingia hapa nchini. Ninasikitika kwamba kama raia wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ninawekewa vikwazo visivyoelezeka katika kuingia nchi mwanachama, amesema katika taarifa yake. Karua, ambaye pia ni wakili mkuu nchini Kenya, ameongoza vuguvugu la kimataifa la haki za binadamu linalotaka kuachiliwa kwa Lissu na kufutwa kwa mashtaka yanayoonekana kuwa ya kisiasa dhidi yake. Karua, Kimani na Ngugi walitarajiwa kuhudhuria kesi ya Lissu inayotarajiwa kuendelea Jumatatu, Mei 19 katika mahakama ya Kisutu, Dar es Salaam. Hata hivyo, hatua ya kuwazuia imezua maswali kuhusu uhuru wa ushirikiano wa kikanda na haki za kikatiba kwa wageni walioko katika madhumuni ya kazi ya kijamii na kisheria. Chilling at Mwalimu Nyerere International Airport, Dar es Salaam, where the three of us have been detained awaiting deportation. We thought that as citizens of Jumuiya we were free, but not yet uhuru. The great Mwalimu Nyerere, who welcomed all people, the oppressed of Africa, this is not what he must have envisaged, that we can be detained here. The common thread among us, we are guests of East Africa Law Society, and there is fear in this government of our dear Mama Suluhu about people who may be interested in the politically motivated cases against Tundu Lissu. Aluta continua. Aluta continua. Wateja wako watarajiwa wanaangalia video hii. Kama biashara yako ingeonekana pamoja na unachokiangalia sasa, wengi wangegeuka kuwa wateja wako wapya. Tuandikie sasa info@snstz.com au WhatsApp pekee 0659 250 389. Tuifikishe biashara yako kwa wana SNS.